Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kuwa wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo, sifa na utukufu ziende kwa Mungu wetu, na kama sivyo, ni maombi yangu na matumaini yangu kwamba Mungu atakujalia afya njema hivi karibuni. Nichukue fursa hii kukukaribisha tena katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza kama tujuavyo. Ndugu yangu, ni kushauri sasa uweze kuandaa kalamu, daftari na Biblia yako ili uweze kupata nukuu ya kile tunachokwenda kujifunza mstari kwa mstari. Ndugu yangu, pamoja na hayo, kama Biblia inavyotuasa, tuwe na dua ili Mungu aweze kubariki kipindi hiki. Tuombe. Mwenyezi Mungu, jina lako lihimidiwe. Tunakushukuru kwa kila jambo unalotufanyia katika ulimwengu huu. Ni wewe ndio sababu ya kila kitu tulicho nacho, ikiwa ni pamoja na uzima wetu. Basi tunakuomba utujalie amani, upendo na mshikamano ili tuendelee kudumu katika kufundisha na kujifunza neno lako. Bwana na Mwokozi wetu, sambamba na hayo, tunakuomba utuwie radhi pale ambako tumekuwa tukikutenda vibaya. Lakini tunaomba utubariki pale ambako tumekuwa tukifanya sawa sawa. Tunakualika uwe pamoja nasi katika kipindi hiki tangu mwanzo hadi mwisho. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante ndugu yangu kwa kuungana nami katika sala hiyo fupi. Bado tungali katika sura ya 14 na leo tunaingia aya ya 20 mpaka aya ya 25, ambapo katika sehemu hiyo mjadala tunaokwenda kuzungumza ni kuhusu ya kwamba kunena kwa lugha si kwa ajili ya wanaoamini. Katika sehemu hiyo tutajadili jambo hilo. Katika aya ya 14 mpaka aya ya 19 tumeona Mtume Paulo akisisitiza kwamba katika ibada itumike lugha inayoeleweka ili watu wote wawe kitu kimoja au waweze kujengwa kwa maana nyingine. Katika sehemu hiyo alisema kwamba ingawa yeye ananena kwa lugha kuliko wote, lakini daima awepo katika ibada, kuimba, kuomba, kuhubiri katika lugha inayoeleweka. Katika aya hii ya 20 mpaka aya ya 25 anarejelea katika kiini cha kusudi la karama hii. Hebu tusome katika aya hiyo ya 20. Katika aya 20 anasema, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Mtume anasema katika aya hii, msiwe watoto katika akili zenu. Watu hawa walikuwa wakifanya mambo ya kitoto. Watoto daima hushindana pindi wanapopokea zawadi kutoka kwa wazazi wao. Kila mmoja hujigamba kuwa zawadi yake ni bora kuliko zawadi ya mwingine. Tena hufanya hivyo kwa kuonesha ili kila mtu aone kwamba ana zawadi iliyo bora kuliko wengine. Hivyo ndivyo watoto hupendelea kufanya, na bila shaka ndivyo Wakristo hawa walivyokuwa wakifanya. Kwa hiyo, kwa kufanya hivyo hawakuwa sahihi Wakristo hawa. Lakini linapokuja suala la uovu, ni sahihi kwao kuwa kama watoto wachanga kulingana na Mtume Paulo. Kumbuka katika Mathayo sura ya 19 aya ya 14, Yesu mwenyewe alizungumza jambo hili kuhusu watoto. Mathayo sura ya 19 mstari wa 14. Yesu anasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Unaona hapo Yesu mwenyewe akisema jambo hilo. Kwa hiyo Mtume Paulo ndicho anachokisema. Kwa hiyo linapokuja suala la dhambi, Mtume anasema ni sawa kuwa kama watoto, lakini kuwa kama mtoto katika suala la karama si jambo sahihi hata kidogo. Anatoa sababu katika aya ya 21 mpaka ya 22 katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza. Katika aya ya 21 anasema, imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Katika aya ya 22 anasema, basi hizi lugha ni ishara, si kwao waaminio, bali kwao wasioamini. Lakini kuhutubu si kwa ajili ya wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio.
Hiyo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 21 mpaka mstari ule wa 22. Aya ya 21 inarejelea kile alichokisema nabii Isaya katika kitabu chake cha Isaya sura ya 28 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Kimsingi nabii Isaya alikuwa akizungumza kwa habari ya hukumu kwa taifa la Israeli kwa sababu ya ukaidi wao. Hata hivyo, kwa njia ya Roho Mtakatifu, mtume anasema kwamba huo ulikuwa ni unabii wa kunena kwa lugha za wageni au za watu wa mataifa mengine. Bila shaka hili linathibitika au kuthibitishwa katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 mpaka mstari wa 11, pale mitume waliponena kwa lugha za mataifa ya kigeni. Aya hii pia inaondoa ile dhana ya kwamba lugha hizi zilikuwa ni lugha za mbinguni. Katika aya ya 22 anasema kwamba karama hii ya kunena kwa lugha ilikuwa mahususi kwa ajili ya watu wasiokuwa Wakristo ili wawe Wakristo. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 12, watu wale waliposikia mahubiri ya mitume kwa lugha zao wenyewe, andiko linasema hivi katika sehemu hiyo. Tunasoma, wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Mwisho wa kunukuu. Kwa ishara hiyo walivutiwa na kusikiliza mahubiri. Hatimaye walifikia sehemu ya kuwauliza mitume katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 37. Waliuliza hivi, tutendeje ndugu zetu? Unaona jambo hilo? Walipoambiwa la kufanya, wote bila shaka waliamua kubatizwa na kuwa Wakristo. Hiyo ni kwa mujibu wa Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ukianzia wa 38 mpaka mstari wa 41. Hiki ndicho hasa mtume Paulo alichokuwa akimaanisha. Miujiza haikuletwa kwa ajili ya Wakristo. Ndio maana Timotheo alipoumwa, Paulo alimwambia atumie dawa badala ya kutumia muujiza wa uponyaji. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 unapata hilo. Lakini jambo lingine, Trofimo alipougua, Paulo alimwacha huko Mileto badala ya kumponya kwa miujiza. Waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 mstari wa 20. Kuna mifano mingi kuhusu jambo hili, lakini itoshe kusema kwamba miujiza ilikuwa na lengo la kuwafanya wasioamini waamini ujumbe wa Mungu. Utakumbuka Musa aliposema kuwa watu wasingemwamini kuwa alikuwa ametumwa na Mungu, basi Mungu alimpa uwezo wa kufanya ishara ili waweze kumwamini. Kwa muda wako utasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 9. Injili ilipohubiriwa kwa mara ya kwanza, miujiza iliweza kutumika ili kuthibitisha kuwa ulikuwa ni ujumbe wa Mungu na sio wa watu tu wenyewe. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3 mpaka wa 4 unapata habari hiyo kwa kina. Unamkumbuka bwana mmoja anaitwa Nikodemo aliyemwendea Yesu usiku. Basi mtu huyu aliweza kumwamini Yesu kwa sababu ya miujiza aliyoiona. Kwa muda wako utasoma Yohana sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kwa hiyo mara baada ya mtu kuamini, miujiza haikuwa na haja kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu lengo lake lilikuwa limetimia. Mtume Yohana alisema kuwa aliandika miujiza aliyoifanya Yesu ili sisi tunaposoma kitabu hicho kuhusu miujiza hiyo, basi tuweze kumwamini Yesu kuwa ni Kristo. Yohana sura ya 20 mstari wa 31, mstari wa 30 na ule wa 31 inatanabaisha namna hiyo. Kwa hiyo mtume alisema kuwa kuhutubu si kwa ajili yao wasioamini, bali kwa ajili yao waaminio. Mara nyingi ndugu yangu mpendwa, watu wasioamini utafuta kuona miujiza, lakini watu wanaoamini hawana haja na miujiza, isipokuwa wao wanakuwa na haja zaidi ya mafundisho badala ya miujiza. Hii ndio sababu mtume anasema hivyo. Katika aya ya 23 mpaka aya ile ya 25, aya kuanzia 23 mpaka aya 25, katika sehemu hii mtume anatoa mfano wa mtu mjinga au asiyeamini, jinsi atakavyofikiri mara baada ya kuingia katika ibada
na kukuta waamini wakinena kwa lugha ambayo haieleweki tena bila ya mpangilio. Hebu tusome katika eneo hili. Katika aya ya 23 anasema, haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Aya ya 24 anasema, lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, hahukumiwa na wote. Aya ya 25, siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Kauli isemayo kanisa lote limekusanyika pamoja inaashiria mkusanyiko wa ibada. Kauli nyingine inayosema wote wanene kwa lugha katika sehemu hii haimaanishi kwamba waumini wote, hasha. Kumbuka, kulingana na sura ya 12 aya ya 30, sio Wakristo wote waliokuwa na karama hii ya kunena kwa lugha. Kwa hiyo neno wote katika aya hii bila shaka linawakilisha wale waliokuwa na karama hii, ya kwamba bila utaratibu wote kwa pamoja waanze kunena kwa lugha, tena si lugha moja na ambayo pia hazieleweki. Watu wajinga katika sehemu hii wanaweza kuwa ni Wakristo au watu wasio Wakristo. Kulingana na jiografia ya Korintho, inaonekana kanisa hili lilipokea wageni wengi sana na mara kwa mara. Mji huu kama inavyofahamika ulikuwa ni mji wa kibiashara. Ulikuwa na wageni wengi kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo Paulo anahoji hapa, vipi kama mtu asiyejua lugha hiyo mnayoizungumza au inayonenwa na watu wale wenye karama ya kunena kwa lugha, atakapoingia na kukuta sasa wote wananena kwa lugha na bila kueleweka na bila ya mpangilio, je, mtu huyu atafikiri nini kuhusu ninyi? Jambo la kwanza anasema anawaona watu hawa wakinena kwa lugha tena kwa pamoja bila kupokezana. Jambo la pili, kumbuka mtu huyu anaona lugha hiyo inayonenwa au zinazonenwa hazieleweki. Bila shaka mtu huyu atafikiri kuwa ninyi mmekuwa na wazimu katika kanisa hilo. Katika aya ya 24, kauli anayosema wote wakihutubu ni kinyume cha kauli ile aliyoizungumza pale awali ya kusema wote wanene kwa lugha. Kuhutubu kama tulivyoona katika sehemu ya kwanza ya sura hii ni kufundisha neno la Mungu kwa njia ya unabii na kwa lugha inayosikika au kueleweka na watu wa jamii husika. Kwa wakati huo Kiunani ndio ilikuwa lugha iliyokuwa ikitumika sana na mataifa mengi. Kwa hiyo Paulo aliwataka wahutubu badala ya kunena kwa lugha katika ibada. Hata hivyo, hapa pia anawarejelea wale waliokuwa na karama ya unabii na nyingine ambazo ziliweza kutumika katika kufundisha neno la Mungu kwa lugha moja ya watu wa jamii husika. Kauli hii si agizo kwamba wote kwa pamoja wahutubu, la hasha, sio maana yake. Baadaye kidogo atajadili kuhusu jambo hilo. Hapa anatatua jambo moja kwanza ambalo ni lugha. Paulo anasema katika aya ya 24, anasema kwamba lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote. Siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiri ya kuwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Hiyo ni aya ya 24 pamoja na aya ya 25. Mtu anapohubiriwa injili katika lugha anayoielewa, bila shaka kama ni mkosaji atajihisi kuhukumiwa, atajihisi kuwa siri zake zimetambulika. Si kwamba wahubiri wanajua au wana uwezo wa kujua siri zake, hapana, bali ni neno la Mungu ndilo linalobaini mambo yote. Waebrania sura ya 12, sura ya 4 na mstari wa 12 inasema maneno haya: maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu,
tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Kwa hiyo Paulo anasema mtu huyo atamwabudu Mungu na kukiri uwepo wake katika ibada hiyo. Katika aya ya 26 mpaka aya ya 33 bila shaka tutaona kuhusu namna karama hizi zilivyopaswa kutumika katika ibada. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika kipengele hiki au katika sehemu hii, hayo ndiyo mtume Paulo aliyowaandikia Wakorintho na ndio ufafanuzi wake huko namna hiyo.